Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi nyingine kuwepo nyumbani mwake tupate kujifunza. Hebu tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, umetupenda mno. Umetupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwako. Makusudi yako Bwana, tujifunze kitu cha ziada ya kile ambacho tayari tunacho. Nami nakualika mbele zetu, Mungu mtakatifu. Roho wako aliye mwalimu wa kweli akatufundishe sote tukapate kusikia na kuelewa kwa ufasaha kile ulichokusudia jioni ya leo. Ninakuamini Bwana ukatikati yetu na utafanya haya kwa jina la Yesu mtakatifu, Mungu wetu mwema. Amen. Bwana asifiwe. Tulisema kwamba leo tutazungumza habari ya fungu la 10. Lakini pia tutakuwa na nafasi nzuri ya maswali. Na bila shaka kila mtu aliye na swali lake amekuja. Nimewaomba walimu wote leo waje ili tusaidiane kujibu maswali. Kwa hiyo tutakuwa tunapokezana, mwenye swali anauliza, mwenye jibu anajibu. Kama mwalimu atakuwa la kuongezea nitaongezea. Amen. Lakini somo la leo ni zaka ama fungu la 10. Zile maiki zangu zipo tayari kule leo? Ziko chini tayari? Shuka nazo. Somo la leo tunajifunza zaka ama fungu la 10. Sasa na mimi nitakuwa nawauliza. Lakini tusome kwanza Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3. Malaki ni kitabu cha mwisho kwenye Agano la Kale. Kabla hujafika Mathayo, nyuma ya Mathayo ndio ipo Malaki. Tusome Malaki sura ya 3. Ule mstari wa 10. Anasema hivi, leteni zaka, ndio somo letu, zaka. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nataka pale anaposema kwamba leteni zaka kamili ghalani mwangu. Sasa naanza na swali. Hii zaka kamili anamaanisha nini hasa? Kwa hiyo naomba tunyoshe mkono kwa sababu sio kwamba hatujui. Nyosha mkono sharp ili tuondoke hapa. Anaposema zaka kamili maana yake nini hasa? Zaka tunajua, lakini nataka ile kamili ile maana yake nini? Sasa mimi hatutaelewana. Kama mlisema mna maswali alafu tena mtaki kujibu maswali ya kwangu. Basi subiri kwanza. Tuelewane vizuri. Manake huku sio rafiki sana huku. Huku sio rafiki. Maiki iko wapi leo? Mpe hapo mzee Kazungu anze. Zaka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ile kamili. Zaka kamili ni mahesabu hasa. Sio kubahatisha au kukisia. Kwa mfano, umepata shilingi 50,000. Yaani moja ya 10 ya 50 lazima, sio kwamba ni hiari, lazima ni hesabu ya kugawa hiyo pesa uliyopata, upate moja ya 10 ambao ni shilingi ngapi? 5,000. Wala sio, haipungui wala iongezeki hapo. Haya. Kamili. Mtu mwingine mwenye jibu la nyongeza? Mbata mwenyewe. Unasemaje? Zaka ni sehemu ya 10. Kama umepata labda 10,000, 1,000 ni sehemu ya zaka. Yes.
Kwa hiyo jibu liko sawa hivyo hivyo. Swali lingine, ikitokea hujapata 5,000, hujapata 2,000, umepata 1,000, bado unastahili kutoa zaka? Mtu sasa mpe mtu mwingine sharp, mpe Mkolo hapa. Umepata 1,000 tu, na yenyewe unatoa zaka? Natoa ndio. Hapana Lazima nitoe. Lazima utoe? Ndio. Haya, huyu anasema lazima utoe. Mwingine pale nyuma, mpe pale nyuma. Mngekuwa na maiki mbili twende sharp ili 1,000 lazima utoe zaka kweli? 1,000 kale, yani ulete 100 kanisani? Ndio, unatoa. Kama unaona wewe unaweza kusema 100 kuipeleka pale mbele, unaona ndogo. Kama una uwezo wa uvumilivu kuiweka sehemu ili uje uijazie, ili upeleke iwe imeonekana labda iwe 500 au 1,000 upate noti. Kwa hiyo iweke, utaileta baadaye. Na pale kwa mzee Kazungu alikosema zaka lazima itoe, haipungui. Kama 5,000 5,000, lakini zaka haipungui, ile inaweza ikaongezeka. Kuongeza ruksa, kupunguza hapana. Sawa. Kuongeza kukoje? Kuongeza kuko hivi. Umepata shilingi 5,200 au 5,100 ngapi hapo? Alafu unakuta unapata inabidi utoe, unatoa shilingi ngapi? 5,500 500 alafu na labda 550. Sasa unafikiria ni 550. Si fadhali nifanye 500 na nifanye 600 tu. Yaani ukikuta 500 namba ambayo haigawanyiki vizuri, afadhali ufanye iende mbele kidogo. Ndio anachosema Mariam kwamba ni afadhali iongezeke kuliko urudishe nyuma. Ukisema 550, sasa aka 50 nikatoe tu nitoe 500 kamili. Hapana, badala ya kutoa ongeza. Amen. Sasa kuna wenzenu walikuwa na tafsiri hii hapa kanisani. Alikuwa atoi zaka kabisa. Nikamfuata nikasema, wewe kwa nini utoe zaka? Akasema, mzee, yani mimi sisi nauza karanga. Nauza karanga, viela vyenyewe ninavipata pale napata 2,000, napata. Sasa ninafikiria yani kuweka 200 mle kwenye bahasha mle, sijisikii vizuri. Yaani sioni kama ni kamili, yani ile kama naona zaka haijatimia. Kwa hiyo sasa leo ujifunze kama upo hapa. Hata ukiuza karanga ukipata 2,000, toa ile 200 yako. Hapo tumeelewana Kuna mtoto mmoja hapa kanisani. Kuna mtoto mmoja. Wazazi wake wanampa sadaka 1,000 Jumapili. Alafu akija kanisani anakuja pale ofisini, naomba change. Tunampa change. Alafu anachukua ile 100, 1,000 sinatakiwa utoe 100. Anachukua 100 anatia kwenye bahasha yake ya fungu la 10. Alafu ile 900 ile ndio anafanya ni sadaka za humu ndani, sasa kubadilishana. Mnamuona wewe mtoto Siko vizuri. Kwa hiyo wewe unauza karanga, unauza ubuyu, sijui unatembeza viungo vya chai na nini. Ukiona kama nimepata shilingi 3,000, bado 300 ni hela, lete kanisani. Utaratibu mwingine aliotoa Mariamu ni yule kwamba ile bahasha yako ambayo tumekupa ile, weka mle 300 zako. Kesho kutwa umepata 200, weka mle 200, zimekuwa 500. Kesho kutwa umepata tena zimekuwa 800. Kesho kutwa umepata zimekuwa 1000. Toa zile change zile, weka noti ya 1,000. Njoo nayo kanisani. Simeona ujanja huo? Haya, kwa hiyo hapo tumeelewana. Zaka kamili maana yake ni sio ndogo. Yaani hata kama ni ndogo kiasi gani, hiyo ni kamili madam tu umetenga ile 10%. Haya. Tusome pale kwenye Mambo ya Walawi sura ya 27. Mambo ya Walawi sura ya 27, kama na mtu anaweza akawa na mic chap akafungua pale upesi, nitafurahi. Kama ukichelewa nitasoma. Nimeshafika mimi Mambo ya Walawi sura ya 27. Acha nisome mstari wa 30 mpaka wa 32. Anasema hivi, tena zaka yote ya nchi. Hapo nataka ile neno yote kukazia pale kwamba zaka kamili ni ile 10% yote. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi, kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana na ni takatifu kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake.
Mimi nataka ile tu kwamba zaka yote. Ikitokea sasa, hapa anavyosema, ikitokea sasa kwamba sijui una shida, mtoto anaumwa, sasa mimi nitatoaje nani wakati mtoto anaumwa, unaitumia ile hela yako. Hapa tumewaambiwa kwamba utaongeza nini? Sehemu ya 5. Yaani kama vile unatozwa faini vile. Ulitakiwa ulete, umepata hela, lete kanisani. Alafu unatumia miezi miwili ndio unakuja kutoa. Maandiko yanasema kwamba utaongeza sehemu ya 5 ya ile pesa yako. Sehemu ya 5 ni asilimia ngapi? Walimu tunao ndani, halo Mike, mpe mwalimu. Hata nyinyi kila mtu simu kila mtu apige hesabu hapa. Sehemu ya 5 ya asilimia 10. Yaani ni kutafsiri tu. Ni nusu. Ni nusu. Navona mimi. Sehemu ya 5 ya ile zaka. Ya ile zaka. Sehemu ya 5 ya asilimia 10. Okay, basi hapo nipo. Mwingine? Aya, chukua calculator. Mwalimu pale, mhasibu. Mama huyu si mhasibu, mtaalamu wa hesabu. Hebu mpe mtaalamu wa hesabu hapo. Sehemu ya 5. Biblia ina mambo mengi jamani. Biblia ina hesabu, ina afya, ina kila kitu. Sehemu ya 5 iko hivi. Kama una simu yako piga hesabu sasa. Sehemu ya 5 maana yake 1 ya 5. Sasa chukua 1 gawanya kwa 5, ndio 1 ya 5 hiyo. Zidisha mara 10. Umepata asilimia ngapi? 1 gawanya kwa 5, zidisha mara 10, upate asilimia hapo. Inakuwa asilimia ngapi? Asilimia? Aliyepata shap. Mimi nimewaruhusu leo tumieni simu. Kanisani tumia simu. Aliyepata jibu yuko wapi? Asilimia ngapi? Asilimia 2? Sasa asilimia 2 ni 0.2. Sasa 0.2 kwa 100 ni shilingi ngapi? Kwa sikia asilimia. Mama nani, wewe si mhasibu wa kanisani kule? Tupigie hesabu shap. Ni asilimia 20. Mnakubaliana na mimi au mnapingana na mimi? Ni sawa, ni asilimia 20. Asilimia 20 ni sawa? Semeni sasa, yaani sitaki niwaburuze, mimi ni mwalimu leo. Leo sio mhubiri, ndio maana nimeshuka hapa. Ni sawa asilimia 20? Asante. Mama mahesabu ameniambia ni sawa. Kwa hiyo ukitumia, usipolipa kwa wakati, siku ukija kulipa, ongeza hapo asilimia 20. Sitakuwa umejiumiza sana. Yaani kama ni riba kubwa kweli. Shilingi 1000 alafu tena uongeze asilimia 20. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunafundishwa nidhamu, discipline. Kwamba hii pesa ukiipata, hii zaka ukiipata, lete nyumbani kwa Bwana, inahitajika. Jumapili nitawaambia na nitawafundisha hiyo zaka yako inatumikaje kanisani na ni muhimu kiasi gani kanisani ili uilete kwa mapema. Jumapili hatutakuwa na maswali, lakini nitawafundisha vizuri kwamba zaka yako ukileta kanisani inatumika hivi. Kwa hiyo ukiichelewesha, maana yake unachelewesha baadhi ya mambo mengi tu kufanyika pale hapo kanisani. Kwa hiyo zaka yote ni mali ya Bwana. Soma tena Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18 mpaka 20. Nataka kukupa evidence tu kwamba zaka yote, yaani usije ukababaishwa mtaani. Kama umepata, soma Mwanzo 14. Kumbe sijaandaa mtu. Basi wacha nisome mwenyewe. Mwanzo 14 mstari wa 18. 14 mstari wa 18 tuanzie 17. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedorlaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme, na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani mkuu aliye juu sana.
akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba wa mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia wafalme wa Sodoma adui zako mkononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Natafuta hilo neno vyote. Kule tumesema yote, huko amesema akampa zaka la vitu vyote. Kwa hiyo kumbe zaka si kwenye mshahara tu au kwenye posho tu. Tukija kusoma kule mbele kwenye Mathayo, wenzetu Mathayo 23 pale, Bwana Yesu anawakemea, anasema kwamba ole wenu nyinyi Mafarisayo na waandishi, kwa sababu mnatoa zaka za mnanaa na bizari na vitu vingine. Ukisoma kwenye Luka andiko hilo, ukisoma kwenye Luka anasema mnatoa zaka za mchicha. Si mnafahamu mchicha? Mnanaa sio rahisi kujua sana. Mnafahamu mchicha? Mnanaa ni majani ya dawa. Kuna mti fulani wa wenzetu wa Kagera wanautumia sana, hata wakati wa corona ulitumika sana. Majani yake yale, sijui unaitwaje ule mti, sikumbuki jina lake vizuri, lakini huko ndio mnanaa huo. Sasa wale walikuwa wakichuma yale majani, akichuma majani 10 anatenga jani moja. Aking'oa mchicha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 la 10 anatenga. Anafunga yeye 9 haya aende akauze 500, alafu lile kimoja kila anakitenga. Vikifikia 10 na vinyewe vya kufunga na vinyewe anafunga, ili ni fungu la 10. Sasa Bwana Yesu akasema kama mnaweza kutoa mpaka vitu vidogo vya namna hiyo, yani mchicha, si unajua thamani yake ya mchicha jamani? Fungu la mchicha shilingi ngapi? Kizidi sana 500, si ndio? Sasa wenzetu mpaka fungu la mchicha. Maana yao kwamba walikuwa wametafsiri kwamba zaka yote, yani usitoe kasenti. Si tumeelewana hapa? Amen. Mimi nimekupa ushahidi wa kimaandishi. Sasa twende kwenye mshahara. Sisi tunaopata mshahara, zaka yote ni tunaikokotoa vipi? Hapa nataka majibu sasa. Nyinyi mlioajiriwa, mnawapata mshahara, zaka yote kwenye mshahara ni ipi? Halo, wewe simama bwana, wewe nimesema mpe maiki yote. Unaona kwamba ni mfanyakazi, wewe mpe maiki. Simama sasa, tembea. Wewe mbona unielewi? Njoo huku kwenye wafanyakazi huku. Wafanyabiashara. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu mimi nilikuwa mfanyakazi. Ndio. Ile kabisa, ile kabla hujakatwa sijui nini. Ile ya juu kabisa net ile. Kabla hujakatwa vile vya kukatwa vile. Ile inaitwa gross sasa. Ile kabla ya kukatwa inaitwa gross. Yes. Alafu hii ile ukatokatwa inaitwa net. Sasa wewe unazungumza ile gross ile. Ile gross. Yes. Ndio natakiwa ukate fungu la 10. Ndio natakiwa utoe fungu la 10. Haya, mpe mwingine, mfanyikazi mwingine. Hapo. Mwana praise. Mpe wewe. Kama utoe nani, wewe tupe experience yako, unafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fungu la 10 linatolewa kwenye gross salary. Haya, mwingine. Amekufa. Mpe mwalimu mwingine hapo, sio mwalimu, wafanyikazi wengine tu. Wako wengi tu hapo. Hapo sio kwamba tunafanya, hapo tunajifunza jamani, sawa? Haya. Nitakuja kwenye swali. Haya, sasa tukubaliane, ni neti au ni gross? Semeni wote, neti au gross? Neti au gross? Gross. Haya. Kwa hiyo ni kweli inatolewa kwenye gross. Gross maana yake ile mshahara wako, kama umeandikiwa pale wewe mshahara wako ni 15,000. 15,000 asilimia 10 yake ni milioni ni 1,500 Unatoa 1,500. Umepanda unapata laki nzima. Fungu la 10 lake ni shilingi ngapi? 10,000. Msimbazi mzima unaitia mle ndani. Umepanda mpaka unapata milioni. Kama mimi nilikuwa napata milioni, nikamwambia nilikuwa natoa laki. Fungu lake ni laki nzima. Kule Lindi wakaniona huyu jamaa sijui yukoje. Yaani kabisa unahesabu hivi 1 2 3 4 5 9 10, unaweka kwenye bahasha unaleta kanisani. Wakaniona siko vizuri. Kwa hiyo unalipa pale kwenye mshahara ule. Kwa nini? Kwa sababu
tuulizane maswali. Mwajiri wako na Mungu ni mamlaka ipi iliyo juu? Mungu tunakubaliana kabisa mamlaka ya mwajiri na mamlaka ya Mungu ipi iko juu? Ni Mungu, sawa. Kwa hiyo sasa mtu wa kwanza kupewa sehemu yake ni Mungu. Kwa hiyo chukua pale kwenye gross yako, toa zaka yako. Wala haitakuumiza, wala usilalamike kwamba sasa mko nakatwa. Wengine lakini kulikuwa na swali mwalimu. Uliza swali. Mpe mwalimu swali, nani mic hapo? Leo jamani ni kipindi cha maswali na majibu, lakini sasa twende speed kidogo ili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafundisho haya ya utoaji yanatofautiana. Sasa kama tuko katika kujifunza, ni vizuri tukasaidiana kama hivi ili kuelewa, tusitende dhambi au tusifanye kitu ambacho hatuelewi. Kwa mfano, mtu anayeuza karanga kama ulivyotolea ule mfano. Yule mtu ametafuta mtaji. Labda amepata mtaji wa shilingi 10,000. Sawa. Akauza zile karanga, kazikaanga, kaweka chumvi, kafanya nini. Sawa. Kwa maana hiyo yeye hesabu yake atakao kuja kuitolea zaka, anatoa pamoja na ule mtaji au ile faida yake ndio inatolewa zaka. Kwa sababu kuna mafundisho ambayo mimi nilishafundishwa Pentecost kwamba ile faida ukitoa mtaji, kile kipato chako sasa ndio unachukua ile faida. Kama umepata labda 20,000 unatoa 2,000. Unaona hicho ndio unachoelewa. Na wengine wanafundisha nasema kwamba zaka inategemeana, yani kuna mafundisho fulani wanasema, tulienda wakasema kwamba haifungwi. Mwingine anatoa net, mwingine anatoa gross. Ila ukitaka baraka za gross, toa gross. Ukitaka za net, toa net. Lakini kwa mafundisho kwamba kwa mfano sisi tunawaajiriwa, tunakatwa kodi. Ina maana ile ni kama yule mtu unasema mtaji, yani hela imeenda, unakatwa PSSF, bima sijui kila kitu bora hata bima. Lakini PSSF ile ambayo ukija kustaafu, je, kinwa mgongo unakitolea zaka tena wakati ulikuwa unakatwa? Unaona? Au kama ni mahesabu, labda mimi nakatwa 10,000 inaenda PSSF, alafu kuna bosi anakatwa, mwajiri anakatwa 10,000 na kwa 20. Ina maana kile kinwa mgongo nitakuja kukata, kama nilikuwa natoa gross, ina maana nitakuja kutoa ile nusu labda ndio nitolee zaka, au nisitoe alafu nije kutolea kule kwenye hiyo. Yaani kuna hayo maswali. Jambo jingine watu walikuwa wanauliza, je, mkopo unatolewa fungu la 10, umekopa benki na wenyewe unaotolea fungu la 10, maana yake mshahara wako ukija si unakatwa ile hela. Kama uliutolea fungu la 10, ina maana hesabu ukija kupiga huko kwenye fungu la 10 inapungua. Au aidha ubakie pale pale unakatwa hela zako na fungu la 10 linakuwa zima. Mpe mwingine mwenye mic anayeuza karanga atoe fungu kwenye eneo gani? Nyinyi mnauza karanga sasa. Leteni experience yenu. Safi, wafanya biashara. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi ninavyoelewa kwa anayefanya biashara, kwa mfano labda mtaji wangu mimi ni wa 100,000. Nikaja biashara yangu ile nikazalisha ikawa nikapata 1,500,000. Kwa mimi ninachokifanyaga na ninavyofahamu kwamba natoa mtaji wangu ule 100,000, ile 50,000 ndo natoa sehemu ya 10 ya zaka. Asante. Mwingine wafanya biashara. Sasa mnanipa mashaka nyinyi wafanya biashara. Mnanipa mashaka. Wewe bwana, nimesema mpe unayemwona ni mfanya biashara unampa. Sisi tumesema wafanyakazi tumewapa, sasa wafanya biashara wapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi mfanya biashara. Mimi ninavyojua kama alivyosema mfanya biashara mwenzangu, labda napika keki yangu ya 200,000. 200,000 yangu unajua labda nimetoa matumizi yangu labda unga 80,000 au 70,000. Inayobaki ile faida naitolea fungu la 10. Sasa hapo mimi na swali narudi. Sisi wafanya biashara tuna mambo mengi. Tuna vikoba, tuna vimichezo vyetu si wa mama. Pale natakiwa kuna mchezo napeleka 50,000 au vikoba 50,000. Lakini hivyo 50,000 inapeleka mpaka labda mwaka.
mwaka anakuja kupata labda 1,100,200,000. Lakini nilishaitolea ile fungu la 10. Sasa vikoba nimevunja, nimepewa. Nitoe tena fungu la 10 katika zile hela zangu au la? Sasa ngoja tujibu, maswali yako ni mengi unajua. Tujibu kwanza, tumalize ya kwako. Kwa hiyo pale kwenye wafanyabiashara tunatolea kwenye ile mtaji au kwenye faida? Haya, tumemaliza. Ndivyo hivyo. Mwalimu amesema hapa kuna mafundisho mengi. Ni kweli kuna mafundisho mengi. Na mimi somo langu nimeliita hivi: utetezi wa utoaji wa zaka dhidi ya wanaopinga. Kwa hiyo lengo langu hapa, nataka tushindane na wale ambao wana mafundisho ya namna hiyo. Ndio lengo langu, utoke huko kwenye mafundisho ya namna hiyo, ni kuelekeze kimaandiko. Ndio maana nasoma yale maandiko kwamba zaka yote, zaka vitu vyote. Ndio lengo langu kwamba kimaandiko inasemaje. Kwa hiyo wafanyabiashara tumekubaliana kwamba inatoka kwenye faida. Swali lako lingine lilikuwa kwamba mimi mfanyikazi sasa nakatwa kodi, nakatwa bima ya afya, nakatwa PSSF, natolea wapi? Jibu tumeshasema kwamba unalipa kule kwenye gross. Ndio boss wa juu. Ukistaafu, sasa ni labda nisiwaulize wengi, mimi nimestaafu. Ukistaafu kama alivyosema mwenyewe kwamba kwa kawaida mfanyikazi unakatwa labda 5%, alafu mwajiri anaongeza 15%. Kwa hiyo manake ile fungu unalowekewa kule ni 20%. Ukistaafu wanakupa lump sum ya kwanza. Sisi tuliostaafu yani unapigwa pale unapata 1,100,000 ya kwako ya kwanza ile. Alafu wengine ndio wanapagawa kabisa 1,100,000 hii nikanunue Costa sijui nifanyeje. Kumbe unajitumbukiza, manake hujawahi kufanya hizo biashara. Kwa hiyo unapigwa ile kwanza 1,100,000 ile ya starter ile kwamba chukua kwanza hii. Ukichukua kwanza ile, wewe kichwani kwako unajua katika hii nilishalipia ile 5% kwa sababu ulikuwa unalipa kwenye gross. Ile 5% ya kwangu ile nilishailipia. Kwa hiyo katika 100 yako ile 1,100,000 yako piga 5%, wajua hii hapa, hii nimeshailipia kwenye mshahara wangu. Ile inayobaki ilipia zaka. Sawa? Ile ambayo utakuwa sasa unalipwa kila mwezi. Hasa pale kutenga inaweza kawa shida kidogo. Yaani umepewa nani alafu kuna ka 2,000,000 unapewa kila mwezi. Inaweza ikawa shida. Kwa hiyo ni vyema tu ukajisalimisha tu. Kwa sababu ukimpigia sana Mungu mahesabu ukajisalimisha kwamba wacha nilipe yote kwenye mishahara, kwenye walio staff. Kingine ilikuwa nini? Mkopo ni rahisi sana. Mimi nimekopa 1,100,000 alafu natakiwa niuzungushe, lakini ni kama mfanyabiashara. Hilo ni kama sawa na mfanyabiashara. Umekopa ile hela ili uifanyie kazi. Sasa ukikopa alafu ukilipia zaka tena kusudio lako litafikiwa kweli? Kwa hiyo unakopa, unaingiza kwenye hiyo biashara unayotaka. Unakuja kulipa faida. Kwa sababu ule mkopo pia utakuwa unaendelea kukatwa. Alipia kwenye faida. Sema kwamba sasa nimekopa ofisini na ule mkopo unakatwa. Sasa niache kulipia zaka kwa sababu nakatwa mkopo, wewe zilipia pale juu pale kwenye pamoja na mkopo unaokatwa lipia pale juu. Alafu huu mkopo uliofanyia biashara utakuja kulipa zaka kwenye ile faida ambayo umepata. Mpaka hapo kuna swali katika haya maswali yaliyoulizwa mwalimu hapa. Kuna swali la nyongeza? Kwenye mkopo tumesema hivi, mimi nimekopa mkopo, nataka kuinvest nifanye biashara fulani. Nikanunue viazi Iringa alafu nije niuze. Pale nahitajika kwamba wameshaniapa gunia fulani ni kiasi fulani. Kwa hiyo nimekopa mkopo wa labda wa roli moja, ambayo itaingia yote pamoja na usafiri na nini. Sasa ukikata zaka pale hutatimiza ile lengo lako. Kwa hiyo sasa unamfanya biashara, tuvijibu kwa mfanya biashara. Ingiza huo mkopo wako kwenye biashara yako, alafu baadaye toa. Nimeingiza 1,100,000 pale, nimepata 1,140. Kwa hiyo faida yangu ni 1,40,000. Alafu natoa mkopo, unalipa yote mkopo unalipa kama vile pengine unalipa na pasenti. Mkopo unalipaga na asilimia kidogo. Unalipa na asilimia yake. Kwenye ile faida yako unalipa fungu kama tulivyosema kwenye mfanyabiashara wa kawaida. Si nimesema ule mkopo si umeshaka kwenye mshahara. Sawa.
lakini si umeingiza faida sasa. Haya. Labda kwa mfano madam wanavyosema, labda nichukua labda mkopo, niambiwa nikata kwenye mshahara. Labda nimechukua nimalizie nyumba yangu. Na ule mkopo mimi nakata kwenye mshahara. Sasa nitajuaje? Upasi kulipa sasa, upasi kulipa zaka kwenye mkopo sasa. Wewe utalipa kule kwenye unakokatwa kule, utalipa gross. Si tumemaliza hapo? Haya. Wafanyakazi tumemaliza. Wafanyi biashara tumemaliza, pension tumemaliza. Wafanyi biashara bado? Haya, sasa uliza chap chap. Manake tumeshamaliza nusu saa sasa. Nimesema hivi, nishatoa faida fungu la 10. Mimi nina vikoba, mwisho wa mwaka navunja. Ndatoa tena nikipewa hela yangu ya kuvunja vikoba? Vikoba ni ile ya kuweka kwenye kiboksi au? Vikoba ni kikundi. Labda kila wiki mimi kila wiki na kikundi changu cha vikoba napeleka 25,000. Baada ya mwaka mwezi wa 12 tunavunja, tunagawana. Lakini ile hela nimeshapeleka. Mpe yule kule ajibu. Yule kule ajibu, mwana vikoba mwenzako huyo mzoefu. Mimi nifikiri ni ile ya kuweka kwenye kinani alafu kibomoa kile. Twende. Unatolea kwa sababu kwenye kikoba kunakuwa na faida. Sawa. Kuna faida pale inazaliwa. Sasa ile faida ndio unatolea fungu la 10. Kama ulivyokuwa ukiwekeza unatoa fungu la 10. Ile faida iliyozaliwa kutoka na kikoba unatolea fungu la 10. Hapo sawa, jibu liko sawa? Mnaochukua vikoba amejibu sawa? Haya, asante. Sasa swali lingine? Sharp. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna fundisho moja ambalo nililisikia mahali wakisema kwamba fungu la 10 halina sheria kwamba lazima ukatolee pale unapoabudu. Fungu la 10 unatakiwa usikilize moyo unakuelekeza kwamba ukatoe wapi. Je, hilo swala ni sahihi kwamba nitolee napoabudu au nisikilize moyo wangu kwamba fungu la 10 labda nikampe mjane, nikampe yatima au ifanyaje? Kwenye semina iliyopita mlikuwepo Mlikuwepo Mwalimu au mhubiri pale alisema kuna dhabihu za madhabahu, si ndio Na dhabihu zinatolewa wapi? Madhabahuni. Akauliza wale kwa waganga wanapeleka wapi? Kwenye madhabahu ya kule. Hata kama ni mshirika hapa, si ndio Anapeleka kwenye madhabahu ya kule ambapo anapatia huduma. Kwa hiyo maana yake ni kwamba fungu la 10 unatoa kwenye madhabahu ambapo wewe unalishwa au unapata huduma. Sawa Aya. Kwa hiyo tena alisema kabisa usije ukasema sijui Singida kule ndio kanisa langu mama, kwa hiyo unatuma nusu, mwingine wewe kapeleka nusu kule. Hapana. Ni kuongezee kitu kingine. Ikitokea umehamishwa. Umehamishwa umepelekwa mkoa mwingine. Au sijui sasa uko Temeke, unasali Temeke na hauko tena huko. Unahama na fungu lako. Pamoja na kwamba wewe ni mshirika huko zenu. Mimi nilikuwa mzee wa kanisa hapa. Alafu nikapelekwa Lindi, nikakaa Lindi miaka 13. Huku mchungaji wangu akasema huyu ni mzee wetu wa kanisa. Hajaondoka kwenye uzee wa kanisa, kwa hiyo nikabaki mzee wa kanisa wa Kimara. Lakini niko Lindi. Wakaja kwenye mikutano kule ya Injili, porini huko nikawatafuta, nikaenda, nikawapelekea juisi na vikeki na mimi biskuti wakafurahi. Nilienda na mchungaji. Mchungaji ananitamsha, mchungaji huyu mzee wangu wa kanisa. Mama naye anasema huyo mzee wetu wa kanisa. Sasa mimi kwa sababu najua nilihama na fungu langu. Ile mlaki nilikuwa nawaambia nimepeleka laki kule, nilipeleka kule. Alafu nikakuta yule mzee analipwa shilingi 2,500. Alafu akaniteua kuwa mzee kiongozi. Nikamwambia mtunza hazina, sasa kuanzia leo mchungaji tutamlipa laki nzima. Sasa itakuwaje mzee? Pato lenyewe ndio. Nikasema sasa si pato limeongezeka, tumlipe pato laki nzima. Yule mchungaji aliniita nyumbani. Akasema sasa alifikiria ni kijana mwenzake. Sasa Mkande, nikwambie, yani tangu nizaliwe sijawahi kushika hivi laki hivi, sijawahi. Tangu nizaliwe mpaka amefikia huo umri huo, alikuwa na miaka 30.
ni yule bwana ni Mmasai. Sasa ni Mmasai wa kisasa sasa wa huku pwani huku. Kwa hiyo mazingira aliyokulia hakuwahi kushika laki hivi. Kwa hiyo akaniweka kifuani kweli. Maana yangu ni kwamba nimehama na zaka langu. Nikarudi hapa, nikakaa sijui miaka 3 hapa, zaka nimeleta tena hapa. Nikapelekwa Msoma. Nikahama tena na zaka yangu. Kwa hiyo zaka unatoa mahali pale ambapo unaabudia. Wala zaka usiseme kule kwa darajani kule kuna mama yule ana watoto wengi na nini, kwa kweli kale mimi nitampa. Usitoe kule, siko unakoabudia, siko kule unakolishwa kule. Wala kwenye michango ya ujenzi usitoe kwamba mimi nimetoa kwenye michango ya ujenzi zaka. Hapana, michango ni dhabihu, michango ni dhabihu. Inaitwa pale kwenye maandiko tumesoma kwamba mnanibia zaka na dhabihu. Dhabihu ni sadaka. Kwa hiyo sadaka ni sadaka na zaka ni zaka. Huko kwenye michango huko ni sadaka yako. Biblia inasema hivi katika Malaki, akasema kwamba leteni zaka kamili ghalani mwangu, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Ukitoa zaka, madirisha ya mbinguni yanakuwa wazi hivi. Wachungaji wengine wanasema malango ya mbinguni. Alafu ukifika kwenye semina za malango, wiki nzima wanafundishwa malango tu. Malango ya mbinguni yamefunguka, malango. Manake ni, na of course hata kwenye Biblia ya Kiingereza anasema heavenly gates. Ile anaposema malango ya mbinguni anasema heavenly gates. Kwa hiyo ukitoa zaka, yale malango ya mbinguni yanakuwa wazi tayari kwa kupokea sasa. Sasa kupokea kwako wewe itategemeana na utoaji wako wa sadaka. Ile tuliojifunza juzi, chakula kitamu. Wapeni watu vitu wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kwa hiyo sadaka yako ndio itapita kwenye yale malango yale. Malango tayari yameshafunguliwa kama unatoa zaka. Lakini pato lako lile utakalolipata itategemea sasa na wewe unatoa sadaka kiasi gani. Tumejifunza kwamba ile ni kanuni, unachotoa ndicho unachopokea, si ndio? Ukikimbia unavuta hewa nyingi zaidi kuliko ukiwa umekaa, kuliko ukiwa umelala, si ndio? Kwa hiyo ukiwa na njaa unakula chakula kingi sana, lakini vile vile kitatakiwa kutoka kingi sana. Kwa hiyo unachopokea ndicho utakachotoa. Sasa tumerudi kule kwenye dhabihu sasa, kwenye sadaka. Lakini fungu la 10 linakufungulia wewe madirisha ya mbinguni. Kwa hiyo usipotoa fungu la 10 manake kadirisha kanafungwa kidogo hivi, kanabaki kadogo. Kwa hiyo kupokea utapokea kidogo vile vile. Pia inategemeana na utoaji wako. Swali lingine. Samahani na swali lingine. Kwamba sasa hivi kumekuwa na shida kidogo kwa habari ya kutoa fungu la 10, kunakuwa na mabishano kidogo kwa sababu wengine wanasema fungu la 10 liliandikwa zaidi kwenye Agano la Kale. Kwenye Agano Jipya msisitizo wa fungu la 10 hatuuoni. Ndio maana na wengine wanakuwa wanasita kidogo kutoa fungu la 10. Mwalimu, naomba utusaidie kwa habari ya Agano Jipya inasemaje kuhusu fungu la 10? Aya, tusome kwenye maandiko. Tusome kwenye maandiko kwamba fungu la 10 linahusiana na Agano la Kale tu. Haya mafundisho yapo mengi sana. Kwenye YouTube ndio yako mengi kweli. Mimi nayapenda namna hiyo. Haya maswali ya namna hiyo nayapenda. Kwa sababu mwalimu lazima uwe naita research. Yaani uwe unasoma, unapitia mambo mengi, unafahamu mambo mengi. Alafu ukisimama unaelekeza sasa. Kwa Kiingereza mafundisho ni instructions. Kwa hiyo hapa ni kama natoa instruction. Unataka kuuliza swali la nyongeza? Kwenye hilo la Kale, Agano la Kale, tu stick kwanza hapo. Hilo haya sema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli hata mimi nilikuwa najiulizwa swali hilo. Nikiangalia kwenye Agano la Kale kulikuwa kuna sheria nyingi. Yaani sheria ni nyingi ambazo wana wa Israeli walikuwa wanasisitiza wazifanye. Sawa. Ila ukiangalia makanisani kwa sasa ni kama tunasisitizwa sana hii ya zaka ukikompea na sheria zingine. Ukiangalia sheria za labda iheshimu siku ya Sabato, naweza ngashukulia Sabato, iheshimu siku ya Sabato na uitakase. Ni sheria ambayo imeandikwa kwenye amri 10 za Mungu. Ila ukija kwa kipindi chetu sasa haisisitizi sana kama ambavyo inasisitizwa ya zaka. Sawa. Alafu ukisoma kitabu gani sina kumbukumbu, ila nakumbuka ni
Mtume Paul alizungumza kwamba tulio chini ya neema ya Yesu hatuko chini ya sheria. Ni Warumi. Ila sheria ambazo yani sehemu ambayo naonaga kama imekaa kisheria ni kwenye swala la zaka. Haijakaa mtu kama anatoa kwa moyo wa kupenda. Ni sheria ambayo imeandikwa kwamba ni 10%, kwamba mtu anaweza akajisikia nikasema mimi nimepata labda mapato yangu nataka nimtolee Mungu 50%. Hiyo ndio tunasema ni kutoa kwa moyo. Hadi mtu unapotoa kwa moyo wa kumpenda Mungu. Ila zaka imekaa kisheria. Alafu nikiangalia hata kanisani ni imewekwa kisheria. Ukiangalia kwenye utaratibu wa TED mtu anasemaga mtu asipotoa zaka miezi 3 anaruhusiwa kutengwa. Sawa. Sio mshirika huyo. Ila hizi zingine kwa nini hizi hazijasisitizwa sana kama sheria ya zaka? Sasa iko hivi. Agano la Kale ni mchanganyiko wa sheria nyingi. Niseme hivi kwanza. Kuna sheria za Mungu, ile Torati ile Torati. Na zile amri 10. Zile amri 10 tena zinasema zimeandikwa na chanda cha Mungu, yani mkono wa Mungu ameandika, alafu ndio akampa Musa wapelekee. Alafu baadaye Musa akaja akaambiwa sasa aandike hiyo Torati, maelekezo ambayo alikuwa anapewa na Mungu. Kwa hiyo Torati ni maelekezo. Agano la Kale kwa ujumla ni mfumo ambao Mungu alijiwekea wa kuwasiliana na watu wake na kuwaelekeza, yani namna ambavyo alikuwa anaishi na watu wake. Tukumbuke wakati wa Agano la Kale hakukuwa na Roho Mtakatifu, hakukuwa na Bwana Yesu, si ndio? Mungu alikuwa anasema na watu moja kwa moja, anasema na Musa moja kwa moja. Vua viatu vyako Musa, hapa ni patakatifu. Musa anaogopa. Anaitwa nabii Isaya, anasema mpaka anaambiwa andika, sema tamka maneno, anasema kinywa changu kisije kafanyaje. Kule kwa Yeremia ameitwa akasema mimi ni mtoto mchanga nitafanyaje? Hata Musa mwenyewe alivyoitwa akasema mimi sitaweza kusema. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumza na watu moja kwa moja, na wale manabii wale. Huku kwenye Agano Jipya tunasoma hivi, maana mmejengwa katika Torati na manabii. Yaani sisi sasa kanisa la sasa hivi tumejengwa katika manabii na Torati. Alafu Agano la Kale lote linamzungumza Bwana Yesu. Mnakubaliana na mimi kweli? Tangu mwanzo sura ya kwanza pale mstari wa ngapi, anasema kwenye sura ya 3 anasema yule baada ya nyoka kuja akasema utamponda kichwa, uzao wako utamponda kichwa, uzao wa Yesu utakuja kumponda kichwa huyo shetani. Kwa hiyo Yesu anatajwa tangu kule, na Roho Mtakatifu anatajwa tangu mwanzo vile vile. Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na Roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa. Sawa? Maandiko ya Yohana mwanzo sura ya 1 pale. Kwa hiyo Roho Mtakatifu na Yesu mwenyewe wanatajwa tangu mwanzo. Twende mpaka Ufunuo kule. Ufunuo sinamalizia kabisa, Bwana atakuja mfalme wa falme atakuja kutawala miaka 1000, atachukua na watu wake. Mfalme wa falme huyo ni yupi? Ni Yesu. Kwa hiyo Bwana Yesu anatajwa kwa hapo katikati kote. Manabii wote wanamzungumza habari ya Yesu, manabii wote. Sina muda sana kupitia maandiko mengi, lakini hata hapo kwenye Malaki kwenye tuliposoma hapo, hebu tusome Malaki sura ya 3 ile. Malaki sura ya 3. Malaki sura ya 3 mwanzoni pale anazungumza habari ya Malaki. Kwa hiyo pointi yangu ni kwamba Agano la Kale linamzungumza Bwana Yesu. Takuja tena kuonyesha kwamba Bwana Yesu amethibitisha kwamba zaka ni kwa ajili ya Agano Jipya pia. Daudi akamzaa sura ya 3. Nasoma wapi? Ngoja mstari wa kwanza nadhani sura ya 3. Angalieni hapo sura ya 3, Malaki 3 mstari wa kwanza. Sema, angalieni namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta
atalijilia hekalu ghafla. Mjumbe anayetumwa hapa ni nani? Ni Yohana. Na mtakumbuka kwamba Yohana ndiye alikuja kabla. Alafu anasema naye Bwana mnayemtafuta, ile Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa, maana yake Bwana Yesu mnayemtafuta ataijilia hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini naye nani atakayestahili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu ya fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Huyu Bwana anayezungumzwa huyu kwamba mtasimama mbele yake na nani ni yupi? Bwana Yesu, sawa eh? Kwa hiyo kumbe hata agano la kale, hata Malaki mwenyewe anamtaja Yohana kwamba atatangulia kabla ya huyo Bwana kuja. Kwa hiyo agano la kale lote linazungumza habari za Yesu. Turudi kwenye fungu la 10. Fungu la 10 kwamba halihusiani na agano la kale. Tusome pale Mathayo sura ya 23. Kutoka Malaki mbele kidogo, Mathayo sura 23. Kwa hiyo nisomee mstari wa 23, ndio mstari rahisi au sura yote sema. Mathayo 23. Sasa mbona muda umeisha hivi? Mathayo 23. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo waketi katika kiti cha Musa. Waketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda. Kiti cha Musa maana yake nini? Wale waandishi na Mafarisayo, yani wale watumishi wakati ule wanaketi katika kiti cha Musa. Musa wakati ule hayupo. Huku ni agano jipya sasa Sawa, Mathayo si agano jipya Musa hayupo. Sema waandishi na Mafarisayo wanaketi katika kiti cha Musa. Maana yake ni kwamba Musa ndiye alikuwa kiongozi kule, ndiye alikuwa anatoa maelekezo. Sawa Tunakubaliana hapo? Anaposema kiti cha Musa, maana yake Musa ndiye alikuwa anatoa maelekezo wakati ule kama kiongozi wa taifa la Israeli. Na Musa alikuwa ni kamando, unajua alikuwa ni mwanajeshi yule mzee. Alikuwa kanali wa jeshi. Kwa hiyo kule porini kote alikuwa anaenda kijeshi. Na ndio maana akapambana kweli. Amepambana nani? Sasa Mafarisayo wamekaa katika kiti cha Musa. Anasema hivi, lakini basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda. Sasa wakati huu si ilikuwa wakati wa agano jipya hapa Si ndio Mafarisayo si ilikuwa wakati wa agano jipya? Yesu anawaambia Mafarisayo wakiwaambia kitu, fanyeni na myashike. Sawa Sasa Mafarisayo hayo walikuwa wanaelekeza Torati ile. Sawa jamani? Walikuwa wanaelekeza Torati vile. Isipokuwa anatoa exception pale, anasema lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Yaani kwa sababu Mafarisayo sasa walikuwa wanajifanya hivi na hivi lakini wanafiki fulani. Kwa sababu ya unafiki wao, shikeni na kufanya yale ambayo wanawaelekeza kama Torati inavyosema. Lakini vile walivyo wao msifanye, msifuatishe. Alafu ukisoma hiyo sura ya 23 amesema ole wenu waandishi na Mafarisayo, mstari wa 13, mstari wa 14, ole wenu waandishi, na mstari wa 15, ole wenu waandishi, mstari wa 16, ole wenu viongozi, mstari wa 23, ole wenu waandishi na Mafarisayo, kwa kuwa mnalipa zaka. Zaka inatajwa hapo sasa Mnalipa zaka. Kwa hiyo wakati wa agano jipya kumbe kulikuwa kuna kulipa zaka. Hapo tunaenda pamoja lakini zaka inatajwa agano jipya hapo Mathayo. Kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na bizari na jira, lakini mmeacha mambo ya muhimu. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anakazia kwamba pamoja na kulipa zaka kwa uaminifu mpaka mchicha, yani vimche vya mchicha vinalipiwa zaka, mmeacha mambo mengine ya adili. Kwa hiyo hapo zaka inatajwa kwamba walikuwa wanalipa zaka wakati wa fungu la 10. Wakati wa agano jipya. Hebu nitafute sehemu nyingine.
huo mstari ulikuwa, twende kwenye Mathayo sura ya 5. Turudi nyuma kidogo, Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5. Tusome pale mstari wa 17. Anasema hivi, hapa ndio pazuri zaidi sasa. Mstari wa 17 anasema, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua torati na manabii. Nilikwambia pale mwanzo kwamba torati, Efeso anasema kwamba Mtume Paulo katika Efeso anasema kwamba imani yetu imejengwa katika mitume na manabii. Sasa Bwana Yesu anasema hivi, sikuja kuitangua torati na manabii, yani ile agano la kale kule sikuja kulitangua mimi. Si Biblia zenu tunasema hivyo eh? Aya, ngoja niendelee kusoma hapo. Msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua torati na manabii. La, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Mstari wa 18. Kwa maana amin, amin nawaambia. Anaposema amin manake ni kama vile msisitizo, anasema amin nawaambia, ni kama vile anajiapiza hivi. Alafu ile amin imewekewa kanyota. Biblia zenu sijui kama iko kwangu, kama ya kwangu. Ile amin imewekewa kanyota fulani pale. Hebu nikafuatilie kale kanyota kanasemaje. Pale chini anasema amin. Tazama Wakorintho wa 2 mstari wa 1 mstari wa 20 na Ufunuo, yani kuna maneno mengi yamewekewa hayo amin. Lakini tafsiri yake ni kwamba hilo ni neno la Kiaramu lililotafsiriwa kwa Kiyunani. Ni neno linalotambua kwa lugha linalotambulika madogo sana, lililotamkwa kwa lugha hiyo ya Kiaramu. Na Yesu Kristo mwenyewe alitumiapo mwisho wa sala, maana yake ni na iwe hivyo. Kwa hiyo anaposema amin ni kwamba hivi ndivyo itakavyokuwa, sikuja kutangua torati. Sawa sawa hapo eh? Yaani anazungumza kwa mkazo sasa. Yaani nakudadavulia kitu kidogo. Leo nimekaa kiualimu zaidi. Unaposoma Biblia soma kabisa, anasema between the lines, yani usiache neno ukavuka. Soma vizuri ile neno. Sasa sikuja kutangua torati. Anasema amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja au wala nukta moja ya torati haitaondoka. Kwa hiyo mbingu na nchi zitaondoka lini? Zitaondoka lini? Mmoja aseme tu chapu zitaondoka lini, alafu tukubaliane kama amejibu sawa. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja au kanukta kamoja ka torati hakatapunguzwa. Mwalimu Marandu kule, mbingu na nchi zitaondoka lini? Mbingu na nchi zitaondoka baada ya mambo yote kukamilika. Ni lini sasa? Taja kirahisi sasa. Biblia inasemaje? Mambo yote kukamilika ni wakati Yesu atakapokuwa ameshalichukua kanisa. Maana yake ni mwisho wa dunia, sawa eh? Yeah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hii torati hii haitapungua neno mpaka mwisho wa dunia. Hapo ni sawa, tuko sawa? Halo, umenielewa rafiki yangu uliyeuliza swali? Kwa hiyo wanaokuambia hao ni waongo kabisa. Kwamba Biblia haisemi habari ya fungu la 10 ni uongo. Tumesoma hapa Bwana Yesu amesema mnatoa zaka mpaka za mnana. Anaogombeza pamoja na zaka, lakini uwe na muaminifu na mambo mengine. Halafu anasema hii torati, kwa hiyo mambo yote. Hivi nyinyi mbona wengine si nasema, yani mimi nina akili nyingi kuliko wakufunzi wangu. Biblia imesema ya kwamba tunakoti maandiko haya ya kumbukumbu la torati sitakufa bali nitaishi. Haya yameandikwa wapi? Kwenye Zaburi, sio? Zaburi si agano la kale? Nitakuwa kichwa tu sitakuwa mkia. Imeandikwa wapi? Agano la kale. Sasa kwa nini mnashika hayo maneno alafu mengine mnasema sio sawa? Si mistari mingi tumeishika ya agano la kale tena tunajivunia nayo, kwamba Bwana atanitangulia, ataniwekea majeshi, atafukuza, ataagiza mavu ya wang'ate wa adui zangu. Hayo maneno tunayatumia kwenye maombi yetu, kweli si kweli? Sasa kwa nini mseme fungu la 10 alipo kwenye liko halitakiwi kulipo sasa wa agano la kale, wakati mistari mingine mmeishika na kuitumia? Upuuzi kabisa huo. Anania na Safira wale wakati ule haikuwa fungu la 10 ile, lakini ilikuwa ni sadaka.
sadaka walikubaliana kwamba wakati ule ilikuwa Wakristo wanapigwa vita sana, wanauawa na nini na nini. Kwa hiyo wakawa wamejikusanya mahali eneo fulani hivi, wanatoka huko wapi wanakutana Yerusalemu. Alafu kuna yale masinagogi walikuwa tusema ndio misikiti yao, makanisa yao. Lakini hasa mle ndani kulikuwa ni maeneo ya kulala wageni. Sasa ndio maana mnakuta kwenye wakati wa Matendo sura ya ngapi pale katikati wakasema wale watu wengine wakawa wanalalamika, sisi hatuhudumiwi kwa sababu sio Wayahudi. Kiongozi akasema basi ili tusiache tuchague mashemasi ambao watahudumia hao watu. Sasa walikubaliana kwamba mtu akiuza kiwanja kile, hela iletwe kanisani, halafu wahudumiwe, wagawiwe chakula wale watu wengine na vifaa vingine. Sasa wakakubaliana tuuze nyumba yetu tupeleke. Lakini wakakubalia sasa tupeleke hizi hela zote hizi? Hapana, tukate kidogo. Kwani mzee Petro ataelewa? Wakakubaliana na mke wake, wakakata. Wakamkuta yule mzee amejaa roho Petro. Huko kwenye Matendo ya Mitume kila mahali unaposoma kwamba hali akijaa roho, maana yake yani yuko kwenye kiwango fulani. Na kujaa roho tunatakiwa na sisi tujae roho, yani sio tujazwe tu, lakini uwe full wakati wote. Kama mmemsikiliza mtoto wake mzee Lukulola wakati anazungumza kule kwenye msiba, akasema huyu baba alikuwa sijui ni baba wa mafunuo, sijui yani ukiingia tu hivi ameshakujua. Ameshakujua kwamba unanisalimia, nenda kanini kwanza katengeneza mambo yako ndio uje unisalimie shikamoo. Unanisalimia shikamoo. Mwingine akaja, baba shikamoo asubuhi. Yule badala alikuwa anasema, nenda kapatane na mke wako kwanza. Mzee Lazaro anamwambia mwanae, nenda kapatane na mke wako kwanza. Unakuja kunisalimia baada mjaelewana na mke wako. Yule kijana akarudi kumsema, mzee wa kuona ameona. Sasa Petro alikuwa limejaa roho. Petro alikuwa limejaa roho. Yule baba anakuja ibada ya kwanza, anaweka pale. Jamaa sema, wewe unamdanganya Roho Mtakatifu, unafikiri unadanganya mimi? Kwa nini umefanya unamdanganya Roho Mtakatifu? Jamaa yule akasema, hivi nimeonekana ile hofu iliyompiga ni kama vile radi chini. Huku praise team wakati wakitoa sadaka, si praise team kwaya ndio inaimba kwaya inaimba pale, jamaa wale tumuimbie tumcheze, mzee huyu anapigwa mweleka tii, alafu mchungaji sema bebeni huyu nendeni mkazike pale. Naleta mchezo. Jamaa wanatoka sasa ili warudi tena kwenye ibada, vijana wanaenda sharp chimba upesi fukia, wakafukia wanarudi hivi. Ibada pia inakaribia kuisha, mama yule naye anaingia. Ibada ilikuwa ibada ile kwa sababu akina mama wanachelewaga. Sasa msijifanye kuchelewa nyumbani, wanachelewaga. Akaje yule mama mlikubaliana nini? Sema ndio hiyo baba, ndio hiyo baba. Si wanapigana magoti. Sema angalia hao vijana wanatoka kumzika mume wako, mmemdanganya Roho Mtakatifu, na yeye mama mweleka chini. Sema mchukueni na huyu mkamzike karibu na mume wake. Kwa hiyo yale ya kule ya Agano la Kale yanaendelea huko Agano Jipya jamani. Agano Jipya na Agano la Kale. Agano la Kale ilikuwa ni kielelezo au ni kivuli. Mambo mengi sasa yamekuja kufunuliwa huko wakati wa Agano Jipya. Bwana asifiwe. Sasa si muda umeisha, wakati hatujafika hata karobo. Hili swali lakini nimelijibu vizuri. Na kwamba alafu nirudi pale kwenye sheria dakika moja dakika mbili tu. Nirudi pale kwenye sheria za alivyosema kuna sheria. Sheria iko ile Torati. Ile Torati ni pamoja na zile amri 10. Lakini kuna sheria za Musa. Ziko zaidi ya 600. Zile nasema kwamba mtu akipatikana na hatia piga mawe mpaka afe. Ile ilikuwa miongoni mwa za Musa. Ile inasema kwamba mtu akikupiga shavu ili mpige na shavu lingine, yani jino kwa jino, sheria jino kwa jino. Ile ilikuwa ni sheria ya Musa, si ya Mungu. Kwa hiyo Musa kama kiongozi wa Israeli jamani ni wakorofi, sione vile. Musa alipata shida sana. Na Musa kwenye taifa la Israeli anajulikana kama ndio mkombozi, yani hata nadhani hata Yesu wanamsahau. Wengi wa Israeli wengi hawamjui Yesu, wanajua Masihi hajaidi. Lakini Musa ndio kama mkombozi, kama hivi wametolewa kwenye utumwa, aliyewatoa kwenye utumwa ni Musa. Kwa hiyo Musa anaabudiwa mno kule. Lakini wamemsumbua kweli kule jangwani. Sasa katika mazingira namna hiyo akaweka hizo sheria karibu 600.
watu unaongoza watu 3000 ilifika mpaka sijui 6000. Wale 3000 wanahesabiwa ni wanawake tu, wanaume tu, na wanawake mara zote wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo unakuta labda mkusanyiko wa watu 1,000,000 alafu wewe ndio kiongozi. Mpaka kule Midian kule yule mkwe wake akamwambia, utapata shida, chagua na watu wengine Mungu awajaze roho ili wakusaidie kuliko kufanya foleni kutwa nzima. Kwa hiyo Musa aliweka sheria nyingi. Ukimkuta mtu kafanya dhambi, piga mawe mpaka afe. Alafu kuna sheria zile za mtu asiingie huku mpaka atahiriwe. Kwa sababu walikuwa sasa wanakuja wanapofanya nani? Mambo ya tohara yalikuwa yanatakiwa ni sheria ya Musa. Alafu kafara za wanyama, kwamba mlete nini tutachinja hapa madhabahuni, ilikuwa ni sheria ya Musa, haikuwa kwenye Torati. Kwa hiyo ziko hizo sheria za namna hiyo karibu zaidi ya 600. Kuna sikukuu zile za mwandamo wa mwezi, alafu wenzetu hata hii zaka walikuwa wanaitoa kwa Sabato. Walitoa kwa Sabato, kwamba Sabato ni miaka 7. Baada ya miaka 7 kila mtu analeta zaka nyingi, lakini au kabreak hapo katikati, kwamba katikati hapo kwenda zaka ya nusu Sabato, miaka 3.5. Kwa hiyo kulikuwa na sheria hizo ambazo yote aliweka kama utaratibu fulani hivi. Kwa hiyo sheria hizo ndio Bwana Yesu alipokuja akazibomoa, hatuhitaji kutahiriwa, hatuhitaji kupigana mawe, hatuhitaji nini, akaziondoa hizo sheria. Ndio wakina Paulo sasa wanaandika kwamba hatuko chini ya sheria hizi za Musa hizi, lakini sio sheria hizi za kimaandiko hizi. Hapo tumeelewana Sasa somo hili ni zuri, nimelipenda. Ila sasa muda, basi tuishie hapo. Ngoja nikachanganye kwenye somo la Jumapili. Nikachanganye hizi notes kwenye somo la Jumapili. Alafu Jumapili tuingize na hizi ambazo nilikuwa nimebakiza hapa. Bwana Yesu awabariki. Asanteni kwa maswali yenu. Hatuwezi kuongeza muda, vyovyote vile hatuwezi kuongeza kwa sababu tutakuja kwenye mkesha. Basi tuombe. Haleluya. Mtakatifu, na kushukuru kwa uaminifu wako. Miongoni mwa matendo makuu ambayo umeyafanya jioni ya leo ni haya ya kufungua ufahamu wetu wa kukutolea wewe kwa uaminifu. Bwana, tunayachukua haya tuliyojifunza, tunaomba utusaidie kuyafanyia kazi. Kama vile Bwana Yesu alivyosema ya kwamba Mafarisayo wakiwaambia jambo fulani lifanyeni, lishikeni na mlifanye, ila kwa mfano wao msifanye, kwa sababu mifano yao haikuwa mizuri. Nami nimeyatamka maneno haya kutoka maandiko tuliyoyasoma, na kusihi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, wasaidie watoto wako hawa wakayafanye haya tuliyojifunza, ili Mungu wa mbingu na nchi, malango ya mbinguni na madirisha ya mbinguni yapate kufunguliwa kwa ajili yao, ili wakuthibitishe ya kwamba wewe ni Bwana usemaye kweli. Nami nakuamini umefanya hivyo katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah.